itikadi za mashia. Sawa, itikadi za mashia, itikadi zao ndizo ambazo kwamba zinawafanya wawe ni kufar. Sawa, ukirejea kwenye kitabu hiki Athamaruddani Sharh Nuniyat al-Qahtani, al-Imam Abdul Salam ibn Muhammad ibn Abdul Karim ameeleza hafidhahullahu ta'ala, ameeleza, anasema ahamu aqaidi rafidha, zilizokuwa muhimu zaidi katika itikadi za rafidha mashia. الرافضة من أخبث الفرق على الإطلاق وأضلها وأبعدها عن الهدى وأجمعها لصنوف الضلال، حتى إن كل واحدة من ضلالاتهم على كثرتها هي بدعة كفرية مهلكة على انفرادها، فكيف بمجموعها. أنا سمى رافضة mashia ni miongoni wachafu zaidi kuliko mapote yote, makundi yote kwa ujumla, ala al-itlaq, na ni pote lilokuwa mbali zaidi na uongofu, na ni pote ambalo limekusanya zaidi aina mbalimbali za upotevu, mpaka hakika kila moja katika upotevu wao na itikadi zao pamoja na wingi wake inakuwa ni bid'a yenye kukufurisha na kuangamiza kwa kuipwekesha tu. Vipi itakuwa sasa zikikusanywa zote itikadi zao kwa pamoja? Akasema wahaka ashhara maqalatihim ala wajhi al-ikhtisar, na chukua zilizokuwa mashuhuri zaidi katika itikadi zao kwa ikhtisar, kwa kifupi kabisa. Itikadi yao ya kwanza al-imama, ni uimamu. Anasema al-imamatu inda al-imamiyya aslun min usuli din, uimamu kwa mbele ya mashia ni msingi katika misingi ya dini yao. La yasihu al-imanu illa bil imani biha, haifai kwa wao imani pasina kuamini msingi huo. Wa hiya indahum mansabun ilahiyun kanubuwa, na uimamu kwa wao ni cheo cha kiuungu kama unabii, au a'zam, au ni zaidi hata ya unabii. Yakhtaru Allahu lahu bisabiqi ilmihi biibadihi kama yakhtaru linnubuwa, kwamba Allah ndiye anayechagua kwa elimu yake iliyotangulia kwa waja wake kama anavyochagua utume. Wa ya'muru an-nabiyya bi an yadulla al-ummata alayhi, na kwamba eti ndio anamuamrisha nabii ajulishe umma juu ya hilo. Hiyo ni itikadi yao ya kwanza kabisa. Sawa, ambapo wameingiza msingi kwamba huu ni msingi wa dini, hali ya kuwa si kweli, si katika jambo haliko hivyo, kiasi cha wao kuwakufurisha waislamu wote juu ya hilo, kwamba waislamu wote wasiokuwa wao ni kufar, ni makafiri, kwa sababu hawajaamini msingi wao wanaouona wao. Sawa, wala haula wala quwata illa billah. Akasema ya pili katika itikadi zao al-isma, ni kukingwa na makosa kwa maimamu wao kama wanavyodai, hali ya kuwa kwa mujibu wa dini na mafundisho ya Qur'an na Sunna hakuna aliyekingwa na makosa baada ya manabii wa Allah tabaraka wa taala. Akasema fal a'immatu lithna ashara inda shi'ati al-imamiyya ma'sumuna fi za'mihim min al-khata'i wan nisyan, maimamu wa Shia, maimamu 12 mbele ya mashia imamia wamekingwa kwa madai yao na makosa na kusahau. Tena sio kukingwa na makosa tu, bali hata kusahau, eti wao hawasahau. Wa ma'sumuna min iqtirafi al-kaba'ir wa saghair, na wamekingwa kutokana na kutenda madhambi makubwa na madogo. Na akasema wakathiran ma yubalighuna fi taqdisihim ila haddi isbaghi sifati ar-rububiyyah wal uluhiyyah alayhim, na mara nyingi wanavuka mipaka katika kuwatukuza maimamu wao kufikia kwenye kikomo cha kuwamiminia maimamu wao sifa za rububia, sifa za kiungu. Naam, ndivyo, kwa sababu ukisema kwamba imamu fulani amekingwa, hakosei, si dhambi ndogo wala kubwa wala hasahau hata kidogo, huyo sio mtu tena, huyo ni Mungu. Kwa hiyo wanawapa sifa za uungu maimamu wao, na hiyo ndiyo itikadi, ndiyo misingi ya dini ya imamia ithna asharia. Hiyo ndiyo misingi yao. Jambo la tatu, itikadi ya tatu, anasema al-ilmu ladunni, al-ilmu ladunni, yani al-ilmu ladunni, yani elimu
ya automatically ya kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Yarauna anna kulla imami min al-a'immati yamliku ilman min laduni rasul, wao wanaitakidi kwamba kila imam katika maimamu wao anamiliki elimu iliyotoka kwa bwana mtume. Khussa bihi min duni almuslimin, amehusishwa kwa imamu hiyo kinyume na waislamu wengine. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba, na kwamba wao maimamu wao wanajua ghaibu. Wa anna ar-rasula qad istawda'ahum asrara ash-sharia, na kwamba bwana mtume aliwahusisha wao na siri za sheria. Hiyo ni itikadi ya tatu. Akataja na itikadi ya nne, kuamini kwao al-ghaiba. Yarauna anna al-imama athani ashar huwa Muhammad al-Hasan al-Askari qad ghaba fi sirdabihi wa anna lahu ghaibatan sughra wa ghaibatan kubra wa tilka min asatirihim. Wanadai kwamba wanaamini mashia imamia ithna asharia kwamba imamu wao wa 12 ambaye ni Muhammad ibn Hasan al-Askari, kwa madai yao kwamba alipotea katika pango, na ana upoteaji wa aina mbili, upoteaji mdogo na upoteaji mkubwa, na hiyo ni katika asatiri zao, mambo ya ajabu kabisa. Wao wanadai kwamba alipotea, lakini watu wanaweza kaongea naye, vitu vya ajabu kabisa, mambo ambayo kwamba ni itikadi za kufuria. Itikadi ya tano anasema ar-raj'a, wanaamini raj'a, kurejea. Wadhālika annahum ya'taqiduna anna imamahum al-maz'uma hadha sayakhruju min as-sirdab, na hilo ni kwa sababu wao wanaitakidi kwamba imamu wao huyu anayedaiwa atakuja kutoka kwenye pango. Wa annahu sayaqtasu min khusumi ash-shi'ati jami'a, na kwamba atakapotokea atakuja kuwasimamishia kisasi wagomvi na maadui wa mashia wote. Wa hadha huwa mahdi ash-shi'ati al-muftara, na huyu ndio mahdi wa kishia ali mwenye kuzuliwa. Wa huwa ghairu al-mahdi inda ahli sunna, na huyu sio yule mahdi ambaye amebainisha na mtume mbele ya ahli sunna. Anasema wal imamiyatu jami'an taqulu bir raj'a, na imamia ishia wote wanaitakidi raj'a, kurejea kwa imamu wao huyo, kwamba atakuja kufanya ufidhuli na ufisadi, na atakuja kubomoa misikiti, atabomoa msikiti wa bwana mtume Maka na Madina, bali atabomoa misikiti yote duniani, na kazi yake atakuwa ni kuwafyekelea mbali ahlus sunnati wal jamaa. Atakuja atawafufua akina Abubakar, akina Umar, akina Uthman, atawafufua alafu awasimamishie hadi na bibi Aisha. Itikadi za ajabu kabisa. Itikadi ya sita, albara'atu min albara'a, yatabarrauna min alkhulafai thalatha, ni kujiweka mbali na kujitenga. Wanajitenga na makhalifa watatu, Abubakar na Umar na Uthman. Wa yana'atunahum bi akbahi sifati, na wanawatajia sifa mbaya na sifa chafu. Zaimina annahum ightasabu alkhilafa min Ali, wakidai kwamba wao walipora ukhalifa na kumpora Ali bin Abi Talib. Wayaj'aluna min a'zami alqurbati, na wanajalia kuwa ni miongoni mwa vikurubisho vikubwa zaidi, la'nu Abi Bakr na Umar, ni kumlani Abu Bakar na Umar na mengineyo. Almuhim, itikadi zao ni nyingi sana, ambazo kwamba ndiyo misingi ya dini yao, na ndiyo dola ya kishia ya Irani imesimama juu ya dini hiyo, bali ndiyo dini rasmi ya kiserikali. Kwa hiyo kinachoendelea baina Iran na Amerika ni baina al-kufar bil kufar, la shaka fi dhalika, hakuna shaka katika hilo. Maelezo ni mengi, ametaja Sheikh hapa kwa ikhtisar. Ametaja itikadi za kishia imamia ithna asharia, itikadi 15, itikadi 15 kwa ikhtisar, ambazo ni itikadi za kufur walizokuwa nazo. Na mwisho akasema wa hasilu dhalika kullihi annahum ummatun ukhra ghayru ummatina na'udhu billahi min ad-dalalah. Alhasil, yani ufupishi wa yote hayo, natija ya yote hayo ni kwamba wao mashia ni umma mwingine kabisa usiyokuwa umati wetu wa Kiislamu, ni umma mwingine, ni dini nyingine isiyokuwa dini yetu ya Kiislamu. Tunamuomba Allah atukinge kutokamana na upotevu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.